Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa maswali mengi ni juu ya ukimya wa China, hasa kuelekea katika mzozo huko Mashariki ya Kati. Wengi wamekuwa wakifikiria kwamba China imekuwa kimya, lakini kimsingi China haikuwa kimya katika mzozo unaendelea, mzozo wa kibinadamu huko Gaza. Hata hivyo, wakati mzozo huo ukiwa unaendelea, nchi nyingi na mashirika mengi kimataifa yamejaribu kujibu kwa misaada ya dharura. Miongoni mwao ni pamoja na China. Imechukua hatua thabiti kusaidia Wapalestina kupitia misaada mbalimbali na ushirikiano na makundi ya kibinadamu na msaada wa kifedha. Hivyo ushirika wa China pamoja na Palestina si wa jana wala juzi, ni ushirika wa siku nyingi. Tangu mwaka 1965 China imekuwa kipaumbele dhidi ya taifa hilo la Kiarabu la Palestina, ambalo limekutana na mizozo kadhaa dhidi ya Israel. Hata hivyo, katika nyakati ambazo Wapalestina walikuwa moja kati ya mataifa ambayo yalikuwa katika ujamaa, ni China pamoja na Urusi yaliyochukua hatua za kutoa misaada pamoja na kuitetea Palestina katika Umoja wa Mataifa, hasa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ni China na Urusi ambazo mara kadhaa zimepigia chapuo juu ya kutambulika kwa Palestina kama taifa, kama ambavyo Israeli ilivyotambuliwa tangu mwaka 1945. Viongozi kadhaa wa Kichina waliopita tangu miaka hiyo ya 65 walikuwa wakipeleka misaada nchini Palestina, hasa katika eneo la ukanda wa Gaza. Katika siku za hivi karibuni, China imechukua hatua thabiti kusaidia Wapalestina kupitia Jordan. Lakini ni msaada kiasi gani umefikia Gaza? Je, China inatoa maneno tu au inatoa misaada ya kweli mashinani? Hii ni moja kati ya maswali ambayo wengi wamekuwa wakihoji. Makala hii inaangazia jinsi China inavyosaidia Gaza na namna misaada ilivyotoa na imetoka wapi, na katika mzozo unaoendelea wa Israel na Palestina. Swali ni kwamba, je, China imetuma msaada kwa Palestina? Jibu ni ndio. China imetuma duru nyingi za misaada ya kibinadamu kwa Palestina kwa kuzingatia ukanda wa Gaza. Hivi majuzi zaidi, mnamo Februari mwaka huu 2025, serikali ya China ilitia saini makubaliano na Wizara ya Maendeleo ya Jamii ya Palestina kutoa pakiti za dharura za chakula zenye thamani ya UN milioni 20, ambazo ni kama dola milioni 2.8 za Kimarekani. Msaada huo ni pamoja na mchele, sukari, unga wa maziwa na mafuta kupikia. Bidhaa hizi ziligawiwa kwa karibu familia 60,000 huko Gaza, ambazo zinatatizika na uhaba wa chakula kutokana na mzozo ambao bado unaendelea. China imetuma aina kadhaa za misaada huko Gaza katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Hata hivyo, mnamo mwezi Agosti mwaka 2024, mchango wa dola milioni 3 kwa shirika la Umoja wa Mataifa la misaada ya kazi UNRWA kusaidia chakula na huduma za afya huko Gaza ilitolewa na China. Machi mwaka 2024, uwasilishaji wa vifaa vya matibabu na chakula kupitia Misri, ikijumuisha maelfu ya tani za mchele wakati wa kipindi cha mwezi Ramadhani, ilifika kwa Wapalestina waliopo katika ukanda wa Gaza na hata wale wa Ukingo wa Magharibi. Juhudi hizi za misaada ni sehemu ya dhamira kubwa ya China ya kuwasaidia watu wa Palestina katika nyakati ngumu. Lakini ni jinsi gani China inaingiza misaada katika taifa hilo la Kipalestina wakati kumekuwa na mzingiro wa mara kadhaa wa Israel? China imetumia nguvu kubwa katika kuingiza misaada. Imetumia taifa la Misri kupitisha chakula, licha ya kwamba baadhi ya maeneo katika mpaka kati ya Misri na Palestina, hasa ukanda wa Gaza pamoja na Israel, ilizuiwa na Waisrael. Lakini pia ilitumia mataifa kama vile Jordan kupitisha misaada hiyo. Nyakati ambazo kumekuwa na uhaba wa chakula kabisa, ni China ambayo imetumia ubabe, na wakati fulani China ilikuwa ikieleza Israel kwamba isijaribu kurusha silaha ya aina yoyote katika ndege ama magari yanayopeleka chakula kwa watu wa Palestina. Licha ya vikwazo vingi, misaada kutoka China na mataifa mengine imeifikia Gaza. China imefanya kazi kubwa na washirika wa kimataifa ili kutoa misaada yake kwa usalama na kwa ufanisi.
China ilifanya kazi na shirika la msaada la Jordan Hashemiti JHCO mapema mwaka huu kutuma lori zilizojaa chakula huko katika ukanda wa Gaza. Msaada huo ulikabidhiwa kwa mashirika kama vile shirika la mpango wa chakula duniani WFP na Hilali Nyekundu ya Palestina ambayo wanafanya kazi mashinani. Kupitia ushirikiano wake na UNRWA, China kusaidia makazi ya dharura na kliniki zinazohamishika za afya kwa watu waliokimbia makazi yao. Wakati usambazaji wa misaada unasalia kuwa changamoto kutokana na mzozo huo, hatua hizi zinaonyesha kuwa msaada wa China haujaahidiwa tu, unatolewa. Lakini je, China inasaidia Israel au Palestina? China imeweka wazi msimamo wake kwa mara kadhaa, inaunga mkono utaifa wa Palestina na imetoa wito wa kuwepo kwa suluhu la mataifa mawili kwa kuzingatia mipaka ya mwaka 1967. Kwa maneno rahisi, hii ina maana kwamba China inataka Israel na Palestina kuwepo kama mataifa huru, kuishi bega kwa bega na kwa amani. China pia iliandaa mkutano wa kilele wa amani mjini Beijing Julai mwaka 2024 ambapo makundi 14 ya Wapalestina yakiwemo ya Fatah na Hamas yalitia saini hati inayozuilika kama azimio la Beijing. Walikubaliana kuungana chini ya serikali moja na kufanya kazi pamoja kutatua mizozo ya ndani. Wakati huo huo, China imetoa wito kwa Israel na Hamas kusitisha mashambulizi ambayo yanadhuru raia na imelaani ghasia kutoka pande zote mbili na kuiomba jumuiya ya kimataifa kusaidia kuweka mazingira ya amani ya muda mrefu. Lakini kwa nini China inajihusisha wakati huu? China sio tu kusaidia kwa sababu ya kibinadamu, pia inataka kuchukua jukumu kubwa katika diplomasia ya kimataifa. Kwa kutoa misaada na kuandaa mazungumzo ya amani, China inaonyesha kwamba inataka kuonekana kama nchi yenye uwajibikaji wa kimataifa na inayounga mkono amani na maendeleo. Vitendo vyake huko Gaza ni sehemu ya lengo pana la sera ya kigeni kupata ushawishi katika Mashariki ya Kati, huku ikikuza utulivu katika eneo ambalo mivutano imesalia juu kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, ni China ambayo wakati huu inakataa juu ya Marekani kuichukua eneo la Gaza na kwamba eneo hili liwe la mtu yeyote ambaye anaweza kaishi maeneo hayo. Ni China ambayo imehamasisha mataifa ikiwa ni pamoja na Misri, lakini pia mataifa kama vile taifa la Saudi Arabia kuhakikisha ujenzi wa Gaza unaanza mara moja, lakini pia ikiahidi kutoa fedha kiasi baada ya mataifa hayo kukubaliana jinsi ya kuijenga Gaza. Hata hivyo, ni China ambayo ipo kipaumbele katika eneo la ukanda wa Gaza kuhakikisha raia wanaishi bila kudhuriwa, lakini pia imetoa matamshi mara kadhaa kutokana na kadhia zinazoendelea katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu. Ni kile ambacho wengi walikuwa wakihoji, je, China ina msaada gani katika vita vinavyoendelea kati ya Wapalestina na Waisrael? Lakini kimsingi kuna historia ndefu ambayo Wachina wamekuwa wakionyesha kuguswa kwao na mzozo unaoendelea katika Mashariki ya Kati, hususan katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Na zaidi ni katika miaka ya kuanzia 1965 ambapo China ilichukua jukumu muhimu la kutoa ushirika kwa upande wa Israel kutokana na kwamba ndio taifa ambalo limekuwa likishambuliwa mara kadhaa na Israel, na Waisraeli walikuwa wakiteka maeneo mengi ya taifa hilo la Palestina la Waarabu. Lakini pia kutokana na ukweli kwamba kulikuwa na vita baridi baina mataifa ya kijamaa na ya kibepari, ikiwa China ilikuwa upande wa ujamaa, iliungana na Urusi katika kupambana na Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.